Kila mwaka inapofika tarehe 17 ya mwezi wa 5, dunia inaadhimisha siku ya shinikizo la damu duniani. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi tupende kuwakaribisha katika kipindi kingine tena, kipindi cha mafundisho ya Biblia. Ni unabii wa siku za mwisho, Mungu akiwapatia watoto wake ambao ni wasikivu tena wanaitafuta mbingu. Na katika wakati huu na majira haya, watu wa Mungu, tunasimama mbele yenu na mbele za Mungu kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe wa mwisho ambao Mungu ameutuma. Wewe ambaye umebahatika kusikia sauti hii, uliye katika viwanja hivi vya Rusahunga, na wewe ambaye unatufuatilia ukiwa mbali katika mtandao wako wa YouTube katika channel ya Nitume TV, nawe tunakukaribisha ya kwamba unayo fursa ya pekee ya kusikia ujumbe huu ambao Mungu anatamani watoto wake waweze kusikia katika wakati wa mwisho. Watu wa Mungu, katika wakati wa mwisho, Mungu anayo injili ya milele ambayo anaahidi au ametoa kwa watoto wake ambao anahitaji waisikie. Nami mtumishi wake nasimama kwa ajili ya kuletea somo ambalo nitakuunganisha na wewe ambaye ulinifuatilia siku ya jana kwa ajili ya kukuonesha tuko wapi katika unabii. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu isikie mada hii. Vita baharini. Vita wapi? Baharini. Vita baharini. Bwana wetu Yesu Kristo akiwa akitoka katika hekalu la Yerusalemu, aliweza kuwaeleza wanafunzi wake kwa habari ya siku za mwisho, maana wanafunzi wake walitamani kusikia, wakimuuliza Bwana wao, wakimuuliza ya kwamba mambo hayo yatakuwa lini. Maana Yesu aliwaeleza wanafunzi wake habari ya siku za mwisho. Habari ya siku za mwisho ni katika kitabu kile cha Mathayo sura yake 24. Msomaji, Mathayo 24, ikamatie Mathayo 24 mstari wake wa kwanza, nenda mpaka mstari wake wa 3. Soma msomaji. Naam, kitabu cha Mathayo sura ile ya 24 mstari wa kwanza hadi wa 4. Inasemaje hadi wa 4? Naam, inasema ndio, Yesu akaenda zake akatoka hekaluni. Yesu akaenda zake akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Ndio. Naye akajibu akawaambia, Yesu akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, ndio, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe, halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa, ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, Yesu akiwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha awaeleze ya kwamba habari ya jiwe juu ya jiwe halitasalia. Lakini wanafunzi wakaelewa zaidi ya kwamba Bwana wao alieleza zaidi ya kwamba historia ya dunia hii itafikia ukomo. Wakamuulizaje? Anasema ndio, wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Tuambie Bwana wetu, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Na ya mwisho wa dunia. Na ya mwisho wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sikiliza mtu wa Mungu, katika hiyo Mathayo sura ya 24, Bwana wetu Yesu Kristo ametueleza habari ya dalili za mwisho wa dunia. Unajua leo watu wakiambiwa mwisho wa dunia, wengine wanaanza dhihaka, wengine wanaanza hofu, lakini mwisho wa dunia ni marejeo ya Kristo mara ya pili kukomesha dhambi na matokeo ya dhambi. Na dalili au alama za ishara Yesu aliziweka ya kwamba ili kuonesha ya kwamba huo mwisho uko karibu. Alizungumza habari ya njaa, akazungumza habari ya matetemeko, akazungumza habari ya vita na matetesi ya vita. Leo katika ulimwengu huu tunaoishi, labda wewe mwanadamu wa namna gani, lakini kila mwanadamu anakiri ya kwamba katika ulimwengu huu tunaoishi, kwa kweli mambo yamebadilika, mambo sio mazuri. Katika kitabu cha Isaya sura yake 24 mstari wake wa kwanza hadi mstari wake ule wa 4. Soma msomaji. Naam, kitabu kile cha Isaya, au nichukulie Isaya hiyo 24 mstari wake wa 3 na wa 4. Msomaji soma. Isaya 24. Ndio.
mstari wa 3 na 4 nasemaje? Yanasema ndio, dunia hii itafanywa tupu kabisa. Dunia hii watu wa Mungu itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa. Maana Bwana ndio amenena neno hilo. Ndio, dunia inaomboleza. Dunia leo inaomboleza, inazimia. Ulimwengu unadhoofika. Unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi. Kwa watu wanaoikaa. Kwa maana wameziasi sheria. Wameasi amri za Mungu. Wameibadili amri. Wamelivunja agano la milele. Sikiliza mtu wa Mungu, leo dunia inapitia katika msukosuko huu. Tunaelezwa ya kwamba watu wamefikia katika kiwango ambacho wamekataa maagizo ya Mungu, na wakati mwingine tukakueleza ya kwamba sio kila mtu ambaye ananyanyua spika na kuhubiri ya kwamba ametumwa na Mungu. Maana leo kuna wahubiri wanawaambia waumini wao ya kwamba amri za Mungu ziliishia msalabani. Jua ya kwamba hao ni walimu wa uongo, ni wachungaji wa uongo, ni mitume wa uongo. Wachungaji wa kweli watakuelekeza katika amri za Mungu, maana unapovunja amri za Mungu unaingia katika mgogoro na Mungu. Sikiliza mtu wa Mungu, kwa hiyo tunaeleza ya kwamba hali ya dunia sio sawa, iko katika hali ya msukosuko. Hata wakuu wa dunia nao wanashuhudia, wakati mwingine wakipata hofu, wakijiuliza hivi ni nini kinachofuata. Lakini watu wa Mungu wanayo habari njema. Jana tulikueleza mtu wa Mungu kwa habari ya siku za mwisho. Bwana wetu Yesu Kristo akasema katika Mathayo Injili sura ya 24 mstari wake wa 14 na 15. Soma msomaji. Naam, kitabu cha Injili ya Mathayo. Ndio. Sura ya 24. Sura yake 24. Mstari wa 15. Wa 13, wa 14 na 15. 14 na 15 wanasema hivi. Inasemaje? Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu. Habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Ndio. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Sikiliza mtu wa Mungu, wewe ambaye unatusikiliza, sikiliza kwamba ili kwa kweli Mungu amtume mwanaye, kuna habari njema lazima ihubiriwe. Na hiyo habari njema tuliwaeleza tangu jana, ni ujumbe ambao tunauona ukifananishwa, ukihubiriwa na malaika katika kitabu cha Ufunuo sura yake ya 14 mstari wake ule wa 6 hadi wa 12, tukielezwa habari ya malaika wanaoruka katikati ya mbingu wakiwa na injili ya milele, wakiwahubiri hao wakao juu ya nchi, kila lugha, kabila na jamaa, wakiwaita ya kwamba wamsujudie Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji, akiwaelekeza ya kwamba saa ya hukumu yake imekuja. Lakini tunaona ya kwamba jumbe hizo tuliona jana ya kwamba ndani yake limebeba onyo, kuwaonya wanadamu ya kwamba kuna hatari ya kumwabudu shetani katika ulimwengu huu. Watu wakikata injili ya kweli watamwabudu shetani. Tunaeleza ya kwamba lazima habari njema ihubiriwe. Jumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu na wajumbe wa Mungu. Mungu ametutuma na wao ujumbe katika juma hili. Watu wa Mungu, tutakupatia habari njema, wewe mwenyewe uchague. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Malizia mstari wa 15. Mstari wa 15 unasema hivi. Inasemaje? Basi hapo ndipo mtakapoliona chukizo la uharibifu. Ndio. Lile lililonenwa na nabii Danieli. Ndio. Limesimama katika patakatifu. Ndio. Asomaye na afahamu. Sikiliza. Yesu Bwana wetu alisema ya kwamba katika habari ya siku za mwisho watu na wasome kitabu cha Danieli. Wasome kitabu cha Danieli na wakifahamu, wasome kitabu cha unabii wa Danieli na wakifahamu. Nasi watumishi wa Mungu tuko hapa kukueleza habari ya kitabu cha Danieli na ukifahamu. Maana leo kuna watu yaweza una miaka 30, una miaka 20, una miaka 10 katika imani yako, lakini katika hiyo imani unaambiwa ni imani ya Kikristo, lakini katika hiyo miaka yote hujawahi kufundishwa kitabu cha Danieli. Leo hapo unaweza kuona hizi picha, sio tu picha, lakini ni ujumbe. Kuna ujumbe katika hizi picha.
tulieleza ya kwamba katika Danieli tukaona sura ya 2 ya kwamba kuna mfalme Nebukadneza, mfalme wa Babeli, aliyeota ndoto ya ajabu sana. Ndoto hii ilikuwa ni ya sanamu ya mtu iliyokuwa na mwangaza mkali sana. Maana Yesu amesema ya kwamba ili tujue ya kwamba siku za mwisho zimekaribia au hazijakaribia, tusome Danieli. Na katika Danieli sura ya 2 tuliona ile ndoto ya mfalme Nebukadneza ya kwamba aliota ndoto ya sanamu kubwa sana, na hii sanamu ilikuwa na mwangaza mkali sana. Hii sanamu iliundwa kwa madini mbalimbali. Sikiliza, madini haya tunaona ya kwamba sanamu hii ilikuwa na madini ya dhahabu katika kichwa chake. Sanamu hii ilikuwa na madini ya fedha katika kifua na mikono yake. Sanamu hii ilikuwa na madini ya shaba katika tumbo na kiuno chake. Sanamu hii ilikuwa na madini ya chuma katika miguu yake, lakini katika nyayo za hii sanamu kulikuwa na chuma kimechanganyikana na udongo. Sikiliza mtu wa Mungu. Lakini tunaona ya kwamba mfalme katika kufunuliwa ile ndoto na watumishi wa Mungu Danieli na wenzake, baada ya kufunuliwa na Mungu ya kwamba kuna jiwe ambalo lilichongwa bila kazi ya mikono, lilipiga ile sanamu kwenye nyayo zake. Ile sanamu ikavunjika ikawa vipande kama mahali pa kupepetea mazao wakati wa mavuno. Lakini tunaelezwa ya kwamba lile jiwe likaijaza dunia nzima, likawa milima mikubwa. Lakini tukaelezwa ya kwamba haya madini yanayounda hii sanamu, maana mfalme Nebukadneza alielezwa ya kwamba wewe mfalme, ufalme wako wa Babeli ndio unaofanana au unaowakilishwa na madini ya dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utawala wa Babeli ulitawala dunia nzima kuanzia mwaka wa 605 hadi mwaka wa 539 kabla ya Kristo, ya kwamba kuanzia wakati wa utawala wa Babeli mpaka Yesu anarudi. Maana Yesu ndiye ambaye ujio wake unafananishwa na hili jiwe, ya kwamba mpaka Yesu arudi, tangu wakati wa utawala wa Babeli zingepita farume 4 tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Zingepita farume 4 tu. Mfalme wa kwanza Babeli ikapita, wakafuata Wamedi na Wajemi, wakawashinda wa Babeli mwaka wa 539 hadi mwaka wa 331. Wamedi na Wajemi ambayo leo ndiyo Irani na Iraki. Bwana Yesu asifiwe. Wamedi na Wajemi wakaitawala dunia nzima, ambao tunaona ya kwamba baada ya Wamedi na Wajemi kuitawala dunia nzima, walifananishwa na madini ya fedha. Ulifuata utawala wa tatu ambao ulifananishwa na madini ya shaba, ambao hawa walikuwa ni Wayunani ambao ndio Wagiriki wa leo. Wakatawala dunia kuanzia mwaka wa 331 hadi mwaka wa 168 kabla ya Kristo. Wayunani wakapita. Lakini dola iliyofuata, tunaeleza utawala wa 4 wa dunia, ilikuwa ni dola ya Kirumi ambayo ilianza kuitawala dunia nzima kuanzia mwaka wa 168 kabla ya Yesu, yani kabla ya Kristo, yani kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Warumi wakaanza kutawala mpaka Bwana wetu Yesu Kristo amezaliwa chini ya dola ya Kirumi. Sasa dola ya Kirumi ikatawala mpaka mwaka ule wa 476. Tunaona ya kwamba dola ya Kirumi mwaka wa 476 baada ya Kristo utawala wake ukakoma, na hii ilikuwa ni Rumi chini ya makaisari. Lakini tukaona ya kwamba huu utawala wa Kirumi ndio utawala wa mwisho mpaka Yesu anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba sasa tuko kwenye utawala wa 4 tena tukiwa katika nyayo zake. Maana ilipofika mwaka wa 476 huu utawala wa dola ya Kirumi ulivunjika au uligawanyika katika mataifa 10. Mataifa 10 yaliyofananishwa na nyayo 10. Maana mwanadamu ana vidole vingapi? 10. Sasa sikiliza, katika hizi nyayo tunaelezwa ya kwamba ni mataifa 10 yaliyotokana na kuvunjika kwa dola ya Kirumi. Ndiko hapo tunapata taifa la Uingereza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Waliitwa Anglo-Saxon kabla ya hapo, lakini utakutana na taifa la Ufaransa au waliitwa Franks, lakini utakutana na Wajerumani, taifa la 3. Utakutana
na taifa la Wahispania, utakutana na Waitalia, utakutana na Wareno, utakutana na Waswitzerland. Lakini tunaeleza kwamba kuna mataifa kama Heruli, Vandalism na Orthodox yanakamilisha mataifa 10. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na leo tunapozungumza haya mataifa matatu, Heruli, Vandalism na Orthodox, haya mataifa hayapo kwenye ramani ya dunia. Yameshabaki mataifa 7 ya Ulaya ambayo awali yaliitwa G7. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa sikiliza mtu wa Mungu, sasa mimi na wewe leo tuko kwenye nyayo hapa. Sisi tunaishi katika kipindi ambacho tunaona ya kwamba dola ya Kirumi katika kuitawala dunia chini ya Makaisari, lakini ilibadilisha mfumo kutoka kuitawala chini ya Makaisari. Rumi au shetani akabadilisha gia, akajivika vazi la Kikristo. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Rumi sasa inaitawala dunia kidini na kiserikali. Nifuatilie, tunaingia sasa Danieli sura ya 7. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nenda Danieli sura ya 7 msomaji. Maana Yesu amesema watu wafundishwe kitabu cha Danieli na wakifahamu. Na wewe kama ni mhubiri wa Injili ambaye huwafundishi watu kitabu cha Danieli na Ufunuo ambavyo Yesu amefunua, kwa kweli wewe utakuwa mtumishi wa uongo. Ndio maana tumewapatia changamoto ya kwamba leo watu wamo makanisani, lakini wanaambiwa toa sadaka, toa sijui tukahubiri Injili, sijui fanya hivi, lakini watu wakiwa wamefungwa kitambaa cheusi machoni, wasijue wanaelekea wapi. Na wakati mwingine wakiona dunia hii inapinduka, wanajawa na hofu, wanashindwa kuelewa nini kinaendelea. Mtu wa Mungu, habari njema ni kwamba Mungu ametutuma tukuletee huu ujumbe. Danieli sura ya 7. Soma msomaji. Naam, mstari wa kwanza anasema, ndio, katika mwaka wa kwanza wa Belshaza, mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto. Danieli akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, na aliona katika maono yangu wakati wa usiku. Ndio. Natazama hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu. Danieli aliona pepo 4 za mbinguni zikivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakaanza kutoka baharini. Wote walikuwa na namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba. Mnyama aliyetoka baharini alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Alikuwa na mabawa mawili ya tai. Nikatazama, ndio, hata mabawa yake yakafutuka manyoya. Akainuliwa katika nchi. Akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu. Ndio. Naye akapewa moyo wa kibinadamu huyu simba. Endelea msomaji. Naam, endelea kusema. Ndio. Natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu. Alikuwa mfano wa dubu, naye aliinuliwa upande mmoja. Huyu mnyama alikuwa ameinuka upande mmoja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwa alikuwa ameng'ata mifupa mitatu ya mbavu katika kinywa chake, katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo, inuka ule nyama tele. Endelea msomaji. Anasema, nenda mpaka mstari wake wa 8. Kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui. Mnyama mwingine wa tatu, yeye alikuwa mfano wa chui, naye juu ya mgongo wake, katika mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyu alikuwa na vichwa vinne. Akapewa mamlaka. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, Danieli, natazama mnyama wa 4 mwenye kutisha. Mnyama wa 4 alikuwa ni mwenye kutisha, mwenye nguvu, alikuwa na nguvu, mwenye uwezo mwingi, alikuwa na uwezo mwingi, na alikuwa na meno ya chuma. Huyu mnyama alikuwa na meno ya nini? Ya chuma. Alikuwa na meno ya nini? Ya chuma makubwa sana. Hii sanamu, angalia, utanielewa vizuri. Alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Endelea. Anasema, ndio, alikula na kuvunja vipande, na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Ndio. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Umbo lake lilikuwa tofauti kabisa na hao wanyama wa kwanza. Maana wanyama wa kwanza
wengine majina yao yanaeleweka, kuna simba, kuna dubu, kuna chui, lakini huyu unaambiwa tu ni mnyama wa nini? Wa kutisha. Endelea msomaji. Anasema ndio, naye alikuwa na pembe 10. Alikuwa na pembe ngapi? 10. Alikuwa na pembe ngapi? 10. Endelea msomaji. Nikaziangalia sana pembe zake. Danieli alipokuwa anaziangalia hizi pembe 10 zilizokuwa zimeota kwenye mnyama wanne wa kutisha, natazama pembe nyingine ikazuka kati yao. Pembe nyingine ikazuka kati ya hizo pembe 10. Nayo ilikuwa ndogo. Ilikuwa nini? Ndogo. Ilikuwa nini? Ndogo. Endelea. Ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza, ambayo mbele yake pembe 3 zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Zikang'olewa kabisa. Anasema ndio, natazama. Asante, ndio. Endelea, malizia. Anasema natazama, ndio, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Hii pembe ndogo ilikuwa na macho kama macho ya nani? Ya mwanadamu. Endelea. Na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Kinywa ambacho kilikuwa kinanena maneno nini? Makuu. Maneno nini? Makuu. Maneno nini? Makuu. Sikiliza mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pungiane mkono watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu na wabariki sana. Sikiliza mtu wa Mungu. Katika unabii huu tunaelezwa habari ya wanyama, na kweli mtu wa Mungu sikiliza, unaweza ukatembea katika hifadhi zote za dunia hii, huwezi ukakuta mnyama simba ana mabawa, huwezi ukakuta chui ana mabawa, huwezi ukakuta mnyama wa namna hii, huwezi. Sasa sikiliza, kwa nini Mungu anatupatia ujumbe huu? Mungu anakusudia nini? Kitabu kile cha Hosea 12 mstari wake wa 10. Kitabu cha Hosea sura ya 12 mstari wake wa 10. Soma msomaji. Naam, anasema hivi. Inasemaje? Anasema ndio, tena nimenena na hao manabii. Mungu anasema ya kwamba amenena na hao manabii, nami nimeongeza maono. Mungu ameongeza maono, na kwa utumishi wa manabii, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Mungu ametumia nini? Mifano. Mungu ametumia nini? Mifano. Kwa hiyo tunaposikia habari za wanyama katika unabii, kwa hiyo ni nini? Ni mifano. Ni mifano. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa hiyo mifano inamaanisha nini? Bwana Yesu aliposema watu wafundishwe kitabu cha Danieli wakielewe, alikuwa na maana, kuna siri, kuna ujumbe. Usione tu ni picha, kumbe alinena na manabii kwa kutumia mifano. Sasa Biblia tunaposoma unabii, sikiliza mtu wa Mungu, waraka wa pili wa Petro sura yake ya kwanza mstari wake ule wa 19, mstari wake ule wa 19 hadi 21. Waraka wa pili wa Petro. Tunapojifunza unabii au tunaposoma unabii, sikiliza mtu wa Mungu siri hii. Waraka wa pili wa Petro sura yake ya kwanza mstari wake wa 19 mpaka 21. Soma msomaji. Naam, 19 hadi 21. Inasemaje? Ni waraka ule wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 19. Ndio. Naam, anasema hivi. Inasemaje? Nasi tuna lile neno la unabii. Watu wa Mungu, tuna neno lile la unabii lililo imara zaidi. Lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia, ambalo tunapoliangalia kama taa ing'aayo, kama taa inayong'aa mahali penye giza, mahali penye giza, tunafanya vyema mpaka kutakapopambazuka. Ndio. Na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwetu. Nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwetu. Ukijua neno hili kwanza ya kwamba, ukijua neno hili kwanza ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa, ndio, kama apendavyo mtu fulani tu. Hapa ndipo penye siri ya kuwatambua manabii wa uongo, kwamba hakuna unabii katika maandiko unaofasiriwa kama anavyopenda mtu fulani tu, kama anavyopenda mtu fulani tu. Endelea msomaji. Naam, endelea kusema. Ndio. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa nani? Kwa Mungu. Walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu. Kwa hiyo manabii waliandika wakiwa na roho ya Mungu ndani yao, Mungu akinena ndani yao. Hawakuandika mapenzi yao, ila kila ambacho kimetoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo hata yule anayesoma, hata yule anayefundisha asilete mawazo yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo lazima Biblia ijifasiri. Tumeelezwa ya kwamba Mungu alinena na manabii kwa kutumia mifano. Sasa hawa wanyama kama mifano wanamaanisha nini? Danieli sura yake ya 7 wanamaanisha sasa nini, mtu wa Mungu? Naam, Danieli sura ya 7. Ndio, Danieli sura yake ya 7.
Danieli 7 mstari wa 17. Danieli alitaka na yeye kuuliza, hao wanyama sasa wanamaanisha nini? Soma msomaji. Naam, Danieli 7:17 anasema. Inasemaje? Wanyama hao wakubwa walio wanne. Danieli alielezwa ya kwamba wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Ni wafalme wanne watakaotokea wapi? Duniani. Ni wafalme wanne watakaotokea wapi? Duniani. Sikiliza mtu wa Mungu. Zipo falme 4 tu kuanzia wakati ambao Danieli alikuwa anaishi zitatokea duniani hadi Yesu anarudi, kwamba ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Kwa hiyo unaposikia katika unabii mnyama, jua ya kwamba ni mfalme. Unaposikia wanyama, maana yake kwamba ni wafalme au ni falme. Sasa sikiliza, kuna mnyama wa kwanza kama simba. Sasa huyu simba aliwakilisha ufalme gani? Habakuki 1 mstari wake wa 6 na wa 7. Habakuki, simba alimaanisha nini au aliwakilisha utawala gani? Soma msomaji, Habakuki 1 mstari wake wa 6 na wa 7. Naam, kitabu cha Habakuki. Ndio. Habakuki 1 mstari wake wa 6 na wa 7. Habakuki sura ya 1 mstari wa 6 na wa 7. Naam, anasema hivi. Inasemaje? Naam, anasema kwa maana ndio, angalieni na waondokeshea Wakaldayo. Mungu aliwaambia Waisraeli ya kwamba angalieni na waondokeshea Wakaldayo, taifa lile kali lenye haraka kupita kiasi, ndio, wapitao katikati ya dunia, ndio, ili wayamiliki makao yasiyo yao. Ndio. Hao ni watu wa kutisha sana. Hao Wakaldayo, yani Wababeli, ni watu wa kutisha sana, wa kuogofya sana. Hukumu yao na ukuu wao hutoka katika farasi, katika nafsi zao wenyewe. Ndio. Na farasi wao ni wapesi kuliko chui. Ndio. Ni wakali kuliko mbwa mwitu. Na wanasema ni wakali. Ndio. Na wanasema ndio. Hao ni watu wa kutisha sana, ndio, na kuogofya sana. Ndio. Hukumu yao, ndio, na ukuu wao, ndio, kutoka katika nafsi zao wenyewe. Ndio. Farasi wao ni wepesi kuliko chui. Ndio. Ni wakali kuliko mbwa mwitu wa jioni. Ndio. Na wapanda farasi wao hujitapa. Ndio. Naam. Ndio. Wapanda farasi wao, ndio, watoka mbali sana. Huruka kama tai. Wapanda farasi wao hao Wakaldayo au hao Wababeli wanaruka kama nini? Tai. Wanaruka kama nini? Tai arukaye haraka ale. Huyu tai arukaye haraka ili afanyeje? Haraka ili ale. Tunaelezwa ya kwamba huyu simba alikuwa anawakilisha utawala wa Wakaldayo. Huyu simba alikuwa na mabawa kama ya tai. Mabawa kama ya tai tumeelezwa ya kwamba ni ule wepesi ambao taifa la Kibabeli au taifa la Wakaldayo lilikuwa nao katika kukamata majimbo au kukamata maeneo kwa ajili ya kuyatawala. Tunaeleza ya kwamba huyu mnyama kama simba aliwakilisha utawala wa Wababeli. Tunaelezwa kwamba kumbe Danieli anaelezwa kuanzia wakati wake hadi Yesu atakaporudi zingepita falme 4 tu, na tunaeleza ya kwamba utawala huo wakati Danieli anaishi, tunaeleza walikuwa ni Wababeli. Maana tunakumbuka ya kwamba taifa la Yuda au taifa la Waisraeli lilichukuliwa mateka na Wababeli mwaka ule wa 605, na tunaeleza ya kwamba wakati wa kuishi kwa Danieli ule utawala wa Babeli uliwakilishwa na mfano wa simba, lakini kwenye Danieli 2 uliwakilishwa na kichwa cha dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baada ya Babeli tunaeleza kwamba baada ya simba kuna mnyama mwingine alifuata, yani kuna ufalme mwingine ulifanyeje? Ulifuata mfano wa dubu. Kwa kweli dubu tunaeleza kwamba baada ya Babeli kutawala dunia ulifuata utawala wa Wamedi na Waajemi, ambao tunaeleza ya kwamba walitawala dunia nzima kuanzia mwaka ule wa 539 hadi mwaka wa 331 kabla ya Kristo. Na katika Danieli 2 utawala huo ulifananishwa na madini ya fedha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ambapo tunaona ya kwamba madini haya ya kwenye kifua na mikono. Baada ya mnyama kama dubu tunaelezwa kulikuwa na mnyama mwingine wa tatu.
mnyama mwingine wa tatu kama chui. Tunaeleza ya kwamba huyu mnyama alikuwa na vichwa vinne, na baada ya Wamedi na Wajemi tunaeleza ya kwamba ulifuata utawala wa Kiyunani au utawala wa Kigiriki ulioitawala dunia kuanzia mwaka wa 133 au mwaka wa 331 hadi mwaka wa 168 Wayunani wakatawala chini ya Alexander Mkuu, chini ya Alexander Mkuu. Na tunaeleza ya kwamba huyu chui alikuwa na vichwa vinne. Hivi vichwa ni nini? Maana kwa kweli tunaeleza ya kwamba utawala huu ulikuwa chini ya Alexander Mkuu. Alexander Mkuu tunaeleza ya kwamba kuweza kuteka ambaye akaiangusha Wamedi na Wajemi, akaanza kutawala mwaka 331 akiwa kijana mdogo. Maana Alexander amekuja kufariki akiwa na miaka 32. Tena alifariki kwa ulevi. Kwa nini? Kwa ulevi. Kwa nini? Kwa ulevi. Sasa sikiliza. Baada ya kufariki kwake tunaeleza ya kwamba huu utawala ulikuwa na vichwa vinne. Katika unabii tunaelezwa maana ya vichwa ni nini. Kitabu cha Isaya sura yake ya 9 mstari wake wa 14 na 13. Maana ya vichwa ni nini? Soma msomaji. Naam, Isaya sura ya 9. Ndiyo, mstari wake wa 13 na 14. 13:14 nasema. Inasemaje? Lakini watu hao ndiyo hawakumwelekea yeye aliyewapiga. Ndiyo. Wala kumtafuta Bwana wa majeshi. Ndiyo. Kwa sababu hiyo Bwana ndiyo atakata katika Israeli ndiyo kichwa na mkia, kuti na nyasi katika siku moja. Ndiyo. Mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa, na nabii afundishaye uongo ndiye mkia. Kwa hiyo tunaeleza ya kwamba kichwa ni kiongozi. Kwa hiyo tunaeleza ya kwamba utawala wa Alexander baada ya kifo chake uliweza kugawanwa na makamanda wake wanne. Maana Alexander alikuwa na makamanda wanne. Wakamanda hao tunaeleza ya kwamba kulikuwa na Kasala, kulikuwa na Ptolemy, Lysimachus na Seleucus. Wale walipokaa chini baada ya kifo cha Alexander, wakakaa chini namna gani wataweza kugawana utawala au koloni la Wagiriki. Wakakubaliana, mwingine atawale kusini, mwingine kaskazini, mwingine magharibi, mwingine mashariki. Tunaeleza ya kwamba vichwa vinne viliwakilisha makamanda wanne. Lakini baada ya utawala wa Yunani ulifuata utawala wa dola ya Kirumi mwaka wa 168 kabla ya Kristo, uliofananishwa na mnyama wa kutisha. Sasa tusikilize katika Danieli sura yake ya 7, anza mstari wake wa 19 msomaji. Naam, Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 19. Wa 19 inasemaje? Anasema ndiyo, nao watakuja na kutulia. Ndiyo, Danieli 7 mstari wake ule wa 19 tunaanzia hapo. Tunahitaji sasa tutembee, watu wa Mungu. Sikiliza. Naam, kitabu cha Danieli sura ya 7. Ndiyo. Na ule mstari wa 19. Mstari wake wa 19 inasemaje? Naam, anasema hivi. Inasemaje? Kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wa nne. Danieli alitaka kujua maana ya yule mnyama wa nne, aliyekuwa mbali na wenziwe wote, aliyekuwa tofauti na wanyama wengine wote, mwenye kutisha sana, aliyekuwa kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma, na makucha yake yalikuwa ya shaba, aliyekula na kuvunja vipande. Huyu mnyama alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na habari za zile pembe 10 zilizokuwa katika kichwa chake. Naam, anaendelea kusema ndiyo, na ile pembe nyingine iliyozuka, na ile pembe nyingine ambayo ilizuka, ambayo mbele yake ziliangua pembe 3, mbele yake ziling'olewa pembe 3. Yaani pembe ile yenye macho ilikuwa na macho na kanwa lililonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko pembe zingine. Sikiliza mtu wa Mungu, Danieli alihitaji kujua maana ya mnyama yule wa nne. Tumeelezwa habari ya wanyama ni nini, maana yake wanyama ni wafalme. Sasa mnyama maana yake ni nini? Kitabu cha Danieli 7:23. Soma usomaji. Naam, Danieli sura 7 mstari wa 25. Inasemaje? Anasema ndiyo, akanena hivi malaika akimwambia Danieli, anasema ndiyo, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia, utakaokuwa mbali na falme zile zote, utakuwa tofauti na falme zingine zilizopita, nao utakula dunia yote, utaila dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande. Sikiliza mtu wa Mungu. Sikiliza mtu wa Mungu. Kwa mnyama wa nne ni ufalme wa nne. Alikuwa na meno ya chuma.
Na tumeona katika Danieli 2 ufalme wa 4 ulikuwa ni dola ya Kirumi, ulikuwa ni kwenye sanamu hapa, uliwakilishwa na madini ya nini? Ya chuma. Na huyu mnyama na meno ya nini? Ya chuma. Na katika utawala huu wa dola ya Kirumi uligawanyika katika mataifa 10 ya Ulaya, ambao tunaona ya kwamba huyu mnyama alikuwa na pembe 10. Maana ya pembe ni nini katika unabii? Danieli 7 mstari wake wa 24. Soma msomaji. Na mwendelea kusema. Ndio. Na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo. Na habari ya zile pembe katika ufalme huo. Anasema na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo. Ndio. Wataondoka wafalme 10. Wataondoka wafalme 10. Na mwingine ataondoka baada ya hao. Na mwingine ataondoka baada ya hao. Na atakuwa mbali na hao wa kwanza. Kwa hiyo tunaelezwa ya kwamba katika maana ya pembe kwenye unabii inawakilisha nini? Wafalme. Kwa hiyo tunaelezwa ya kwamba dola ya Kirumi mwaka wa 476 iligawanyika katika falme au mataifa 10. Tumeona ya kwamba Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Ureno, Uswizi, tunaona kwamba Uhispania, tunaona ya kwamba kuna Waheruli, Wavandalizi na Waostrogosi. Sikiliza mtu wa Mungu. Kwa hiyo tunaeleza kwamba hayo ni mataifa yaliyotokana na kuvunjika kwa dola ya Kirumi katika mataifa mangapi? 10. Katika mataifa 10. Sikiliza mtu wa Mungu. Lakini kama ambavyo tumeeleza ya kwamba maana ya pembe ni ufalme, au maana ya pembe ni wafalme, lakini ikiwa moja ni ufalme. Hebu tuone habari ya hiyo pembe, maana tumeeleza ya kwamba maana ya pembe ni wafalme. Endelea, rudi hapo Danieli 7 mstari wake wa 24. Tuendelee kuona zaidi ili ya kwamba tuunganishe watu wa Mungu waelewe. Soma msomaji. Naam, 24 anasema hivi. Ndio. Na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo. Habari za zile pembe katika ufalme huo. Wataondoka wafalme 10. Wataondoka wafalme 10. Na mwingine ataondoka baada ya hao. Na ufalme mwingine utainuka baada ya hao. Na atakuwa mbali na hao wa kwanza. Na utakuwa mbali na hao wa kwanza. Na atawashusha wafalme watatu. Na utawashusha wafalme wangapi? Watatu. Maana hii pembe ndogo iling'oa pembe ngapi? 3. Maana pembe maana yake ni wafalme. Kwa hiyo maana yake ya kwamba kuna ufalme ambao ulishusha wafalme watatu. Endelea msomaji. Endelea kusema. Ndio. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Kwamba huo utawala utanena kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Kwa hiyo huu utawala ungetesa watakatifu wa Mungu aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Kwamba hii pembe ndogo au huu ufalme mdogo utaazimu kubadili majira na nini? Na sheria. Kubadili majira na nini? Na sheria. Sikiliza mtu wa Mungu, endelea. Anasema ndio. Nao watatiwa mikononi mwake. Watakatifu wa Mungu wangetiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Sikiliza mtu wa Mungu. Dola ya Kirumi mwaka wa 476 inapodhoofika na kugawanyika katika mataifa 10, tunaelezwa ya kwamba kuna ufalme mwingine ambao ni mdogo, ambao tunaeleza kwamba pembe ni ufalme, lakini pembe ni ndogo. Maana ni ufalme mdogo ulipoinuka uliweza kung'oa pembe tatu. Tunahitaji kujua hii pembe yenyewe ni nini? Maana haya mataifa 10 tumeyafahamu ya kwamba ni Uingereza, Ujerumani, Uhispania, Uingereza, Ujerumani, Uhispania. Tunaona ya kwamba kuna Italia, kuna Ureno, kuna Waheruli, kuna Wavandalizi na Waostrogosi. Tumewafahamu hizo pembe 10, lakini kuna pembe nyingine au tawala mwingine, maana yake kwamba uliinuka miongoni mwa haya mataifa 10. Uliinuka miongoni mwa haya mataifa mangapi? 10. Lakini wenyewe huo ufalme ulipoinuka ulikuwa ni mdogo tofauti na pembe zingine au tofauti na falme zingine, lakini uliinuka kwa kung'oa pembe tatu, na ulipoinuka ukanena kinyume chake aliye juu. Maana yake kwamba siyo serikali ya kawaida, lakini ni serikali ambayo imeshikilia mambo ya kidini. Imeshikilia mambo ya nini? Ya kidini. Na unapoiangalia Ulaya katika utawala wa dola ya Kirumi, tunaona ya kwamba
serikali iliyoinuka ikiwa na sura ya kisiasa na kidini iliinuka pale Italia. Iliinuka pale wapi? Italia, katika nchi ndogo ndani ya nchi. Ndio maana inaitwa pembe ndogo, nchi ndogo ndani ya nchi ndogo inayoitwa Vatican. Inaitwa nini? Vatican. Inaitwa nini? Vatican. Sasa tuweze kutoa ushahidi. Hatuzungumzi maneno yetu, lakini tutoe ushahidi. Maana yake kwamba hii pembe iling'oa wafalme wangapi? Watatu. Na hawa wafalme watatu au pembe tatu ni wa Heruli, wa Vandals na Orthodox. Waling'olewa. Kwa nini kwanza waling'olewa? Lazima tupate point. Kitabu kimoja kinaitwa Danieli na Ufunuo cha Uriathemisi. Nichukulie kitabu hicho kinaitwa Danieli na Ufunuo. Naomba nifungulie ukurasa wake wa 127 aya yake ya 3, msomaji, ili watu wa Mungu tuwanukulie waweze kuelewa. Msomaji, nichukulie ukurasa wa 127, tuone hapo katika aya ya 2. Danieli na Ufunuo, tunaona ya kwamba kuna pembe tatu ziling'olewa, ambao ni wa Heruli, wa Vandals na wa Orthodox, wakang'olewa na hii mamlaka. Soma msomaji. Naam, kurasa wa 127. Ndiyo aya ile ya 2. Aya ya 2 inasema hivi. Inasemaje? Mabishano yenyewe au mapambano yenyewe, hata hivyo hayakupaswa kutatuliwa kwa namna hii ya muhtasari. Endelea. Bali aliendelea kwa muda mrefu kuusumbua ulimwengu wa Kikristo. Ndio. Waaliani kila mahali wakawa maadui wakubwa wa Papa na Kanisa Katoliki la Rumi. Sikiliza, endelea msomaji. Anasema ndio, kutokana na ukweli huu dhahiri kwamba kuenea kwa Waaliani kungadhibiti ushawishi wa Wakatoliki, ndio, na milki ya Kirumi, ndio, na Italia na watu wa ushawishi wa Aliani, ndio, itakuwa kuu. Inasema ndio, itakuwa kuua ukuu wa askofu, ndio, wa Kikatoliki. Endelea. Lakini unabii ulikuwa umetangaza kwamba pembe hii ingeinuka na kupata mamlaka kuu, kwamba mamlaka hii au pembe hii ingeinuka na kupata mamlaka kuu, na kwamba ndio, katika kufikia nafasi hii, ndio, ingewatiisha wafalme watatu. Ingewang'oa wafalme wangapi? Watatu. Ingewang'oa wafalme wangapi? Watatu. Endelea msomaji. Endelea kusema hivi. Ndio. Anasema tofauti fulani ya maoni imekuwepo. Ndio. Kuhusiana na mamlaka fulani ambayo yalipinduliwa kwa maslahi ya upapa. Endelea. Kwa kurejelea, anasema ndio, kwa kurejelea ambayo ndio maneno yafuatayo ya Albert Barnes ndio yanaonekana kuwa ndio ya maana sana. Ndio. Anasema ndio, katika mgawanyiko uliokuwepo wakati ule kuvunjika. Ndio. Endelea msomaji, nahitaji tutembee tu hapa. Soma kurasa ngapi hapa? Tunarudia hapa vizuri. Aya yake ya 3. Soma msomaji. Na aya ya 3. Ndio. Anasema tofauti fulani ya maoni ndio imekuwepo kuhusiana na mamlaka fulani, ndio, ambayo yalipinduliwa kwa maslahi ya upapa, kwamba huo ndio ulikuwa mbishano. Tunaendelea hapa msomaji, paweke vizuri. Tembea na hii aya vizuri. Aya kwanza kabisa. Tembea na hiyo aya vizuri ili watu waelewe kwamba kitabu kinaitwa Danieli na Ufunuo, kurasa 127 aya 3. Soma soma. Anasema ndio, huo ndio ulikuwa ushawishi uliokusanyika. Anasema ndio, huo ndio ulikuwa ushawishi, ndio, uliokusanyika, ndio, karibu na askofu wa Rumi, ndio, na hivyo kila kitu kilikuwa kikielekea kuinuliwa kwake upesi hadi kwenye kiti cha enzi, ndio, kikuu cha kiroho cha jumuiya ya Wakristo. Endelea. Lakini karne ya 4 ilikusudiwa ndio kushuhudia kizuizi kilichotupwa kwenye njia ya ndoto, ndio, hii ya kutamani, ndio. Arius, ndio, paroko wa kanisa la kale na mashuhuri la Alexandria, ndio, aliibua fundisho lake juu ya ulimwengu, ndio, na kusababisha mabishano makali. Endelea usomaji, kimbia. Anasema na kusababisha mabishano makali sana katika kanisa la Kikristo, ndio, hivi kwamba baraza kuu liliitwa Nikea, ndio, na Kaisari Konstantino, ndio, mwaka wa 325 baada ya Kristo, ndio, kufikiria na kurekebisha, ndio. Arius alishikilia kwamba ndio mwana alikuwa tofauti kabisa na kimsingi, ndio, na baba. Tunahitaji kujua sababu ya hizi pembe tatu kung'olewa. Hawa Heruli, wa Vandals na Orthodox walishikilia msimamo wa mitume. Mitume waliamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na hapa tumefundisha waliamini Yesu ni mwana wa Mungu.
na Mungu ni mkuu kuliko mwanaye. Na tunaelezwa habari ya Arius ambaye alikuwa ni askofu wa kule Alexandria, ambayo leo ndiyo Misri. Alikuwa ni mwenyeji wa Libya. Yeye akalileta ili fundisho lililokuwa limezikwa. Watu walifundishwa ya kwamba wamkatae Yesu kwamba ni mwana wa Mungu. Akalileta hilo fundisho, na tunaona ya kwamba Waherodi, Vandals na Orthodox walishikilia huo msimamo ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa nini kilichowapata? Endelea msomaji. Na mwendelea kusema ndio kwamba yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza na mtukufu zaidi katika viumbe hao. Yesu alikuwa ni mtukufu, maana yeye, endelea msomaji, ambao Baba ndio alikuwa amewaumba bila kitu, ndio chombo ambacho kwa utendaji wake ndio wa chini, ndio Baba mwenyezi, Baba mwenyewe anasema Baba, ndio Baba mweza, ndio anasema Baba mweza yote alifanyiza ulimwengu wote mzima. Kwa hiyo Mungu alifanyiza ulimwengu mzima kupitia kwa mwanaye. Tumeshafundisha, malizia msomaji. Anasema na kwa hiyo ndio alikuwa mdogo kuliko Baba katika asili. Kwa hiyo Yesu ni mdogo kuliko Mungu kwa asili, maana ni mwana. Endelea. Kama pia ndio maoni haya yalilaaniwa na baraza. Maoni hayo yakalaaniwa na baraza la Nikea, ambalo liliamua kwamba Kristo ndio alikuwa wa kitu kimoja na Baba. Kwa hiyo kwamba baraza la Nikea liliamuru ya kwamba Yesu sio mwana wa nani? Wa Mungu. Sio mwana wa Mungu. Ndio mwanzo wa kuingizwa fundisho linaloitwa Utatu Mtakatifu. Maana fundisho linaloitwa Utatu Mtakatifu linamkataa Yesu kwamba sio mwana wa Mungu, na fundisho la Utatu Mtakatifu linakataa ya kwamba Roho Mtakatifu sio roho wa Mungu, ila ni Mungu mwingine. Na leo hili fundisho watu wamelishwa makanisani. Leo watu hawaamini ya kwamba Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu, wanafundishwa ni Mungu mwingine. Ni uongo. Pembe hizi tunaelezwa wafalme hawa wakang'olewa. Wakafanyeje? Wakang'olewa, maana walishikilia huo msimamo ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Pembe hizo zikang'olewa. Lakini tunaelezwa ya kwamba watu wa Mungu, mamlaka hii au hii pembe iliazimu kubadili majira na sheria. Twende, sikiliza mtu wa Mungu, na kesho sikiliza, tutaeleza kwa upana. Mamlaka hii ilibadili majira na sheria. Leo dunia inafundishwa siku inaanza saa 6 usiku. Huo ni uongo. Siku haianzi saa 6 usiku. Nenda Mwanzo moja mstari wake wa 5. Wapendwa, siku inaanza jua linapozama. Siku inaanza, masaa 12 yanatembea, kuna kucha, masaa 12 mengine yanapoisha, siku inaisha. Ndiyo mpango wa Mungu. Soma Mwanzo moja mstari wa 5. Na mnasema ndio Mungu akaita nuru mchana. Mungu akaita nuru mchana siku ile ya kwanza. Na giza akaliita usiku. Ikawa jioni ikawa asubuhi. Siku moja. Siku inaanza kuhesabiwa jioni hadi asubuhi. Hebu nenda kitabu cha Injili ya Yohana 11 mstari wake wa 9. Watu wa Mungu, siku inaanza kuhesabiwa jioni, lakini leo dunia imedanganywa. Maana tunaambiwa ya kwamba hii mamlaka itabadili majira na nini? Na sheria. Majira yamebadilishwa. Watu wanaambiwa siku inaanza saa 6 usiku. Ni uongo. Nenda usomaji. Naam. Luka 11 mstari wake wa 9. Soma usomaji. Naam, Yohana 11:9. Yohana Injili 11 mstari wake wa 9 anasema hivi. Ndio. Yesu akajibu. Je, saa za mchana si 12? Saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana hajikwai. Kwa hiyo watu wa Mungu, saa za mchana ni 10 na ngapi? 12. Saa za mchana ni 10 na ngapi? 12. Na za usiku ni 10 na ngapi? 12. Siku nzima na siku ngapi? Ina saa ngapi? 24 yanaanza jua linapozama. Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio ukweli. Ilibadili majira. Leo dunia nzima imefunikwa kitambaa cheusi. Lakini zaidi sana ikabadili sheria. Hapa kuna swala la ibada lilibadilishwa, na hapo tutapaeleza watu wa Mungu, lakini tutoe ushahidi mmoja. Hii mamlaka imebadilisha Sabato. Kwanza kwenye amri ya pili imefutwa, inayohusiana na habari ya ibada ya sanamu ikafutwa, lakini Sabato ikabadilishwa. Watu wakatolewa kwenye Sabato ya siku ya 7 ya juma, Jumamosi, wakapelekwa kwenye Sabato ya uongo ambayo shetani aliiasisi siku ya kwanza ya juma. Chukua katekisimu ya Katoliki, tunukuu, tusizungumze maneno yetu, kurasa wake wa 448 wa 400. Nenda hapo mtumishi kubwa, 488 hapo. Nenda hapo tunukuu ya kwamba hii mamlaka ilibadili majira na sheria. Soma msomaji. 488 hapo, kwa habari ya kubadilisha Sabato.
Wapendwa, huu ndio ukweli. Dunia iko katika giza na Mungu anahitaji kuiangazia nuru. Watu waelewe. Soma msomaji. Naam, ukurasa wa 484. Ndio. Naam, anasema 484 aya ile aya yake ya pili au kurasa au paragrafu yake ya pili inasemaje? Naam, katika kitabu cha Katekisimu ya Kanisa Katoliki. Ndio. Inasema hivi. Ndio. Sisi sote tunakusanyika siku ya jua. Wanasema wao wanakusanyika siku ya nini? Ya jua. Maana hii siku ya jua ilikuwa ni ibada ya Rumi hii ya Kikaisari. Walikuwa kiabudu nini? Jua. Na baada ya Rumi ya Kikaisari ikachukua sura ya Rumi ya kidini, ile ibada ya kipagani ya jua ikavikwa sura ya kidini. Watu wakaambiwa ya kwamba kwa kweli hii ni ibada ya kweli, lakini kuna wengine waaminifu waliendelea. Wanasema sisi tunakusanyika siku ya nini? Ya jua. Endelea. Kwa sababu ndio siku ya kwanza. Ndio. Baada ya sabato ya Kiyahudi. Baada ya sabato. Kwa tunaeleza ya kwamba siku wanasema sisi tunaabudu siku ya kwanza ya jua. Maana ndio siku baada ya sabato. Hayo maneno ya Wayahudi wameyaongeza wao. Tena wameyawekea mabano. Maana sabato sio ya Wayahudi. Ilianzishwa akiwepo Adam na Hawa. Adam na Hawa hawakuwa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwamba wanasema sisi tunaabudu siku ya kwanza ya jua. Maana ndiyo siku ambayo ni baada ya sabato. Baada ya sabato ni siku ya kwanza ya Jumapili. Kwa hii mamlaka ikabadilisha. Lakini tunapoenda kutoa wito watu wa Mungu, nitanukuu pia Katekisimu ya Kanisa Katoliki. Katekisimu hii, watu wa Mungu hata ambao mnatufuatilia kwa njia ya mtandao, ni Katekisimu ya mafundisho ya Kanisa Katoliki ya waumini, toleo la mwaka 1977 ukurasa wake wa 50. Wanasema swali, siku ya sabato ni ipi? Jibu, Jumamosi ni siku ya sabato. Swali, kwa nini tunaadhimisha Jumapili badala ya Jumamosi? Wanasema jibu, tunaadhimisha Jumapili badala ya Jumamosi kwa sababu Kanisa Katoliki katika baraza lake la Laodikia la mwaka 336 lilihamisha utakatifu wa sabato kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Hii ni Katekisimu ya Kanisa Katoliki ya waumini, inaitwa The Converts Catechism of Catholic Doctrine. Tunaeleza ya kwamba wao ndio walibadilisha sabato, sio Yesu, sio mitume. Watu wa Mungu tunaeleza ya kwamba injili ya kweli, watu waurejee ukweli, watu wairejee injili ya kweli, kwamba hii mamlaka inapinga ya kwamba Yesu sio mwana wa Mungu, na ikisema ya kwamba yenyewe imeshikilia nafasi ya Yesu duniani. Hebu nasoma fungu moja napoenda kutoa wito. Waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 5 mstari wake wa 4 na 5. Tunapoenda kutoa wito, watu wa Mungu, kama wewe kusudio lako kujiunga na kanisa la Mungu, na kanisa sio jengo. Watu wanaelezwa jengo fulani ndio kanisa la Mungu, ni uongo. Kanisa la Mungu ni watu. Lakini watu wa Mungu wanakuwa organized, wanakuwa wameunganishwa na ukweli, na wanakuwa na mahali pa ibada, na kanisa la Mungu ni la kiulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haya, soma msomaji, tunapoenda kutoa wito tuombe. Naam, waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 5. Ndio. Anasema, ndio, mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba ndio Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa tunaeleza ya kwamba watu wa Mungu, mwenye kushinda ulimwengu ni yule atakayeamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini mamlaka inapinga Yesu sio mwana wa Mungu. Ndio maana hizi pembe tatu ziling'olewa au ziliondolewa, kwa sababu ya imani ya kwamba Yesu ni mzaliwa pekee wa Mungu. Wewe mtu wa Mungu ambaye umesikia, wewe baba, wewe mama, wewe kijana, umesikia, na wewe unayosikia kutoka mbali, ikiwa ni ombi lako ya kwamba unautafuta wokovu, sio kwenda katika nyumba za ibada kwa ajili ya burudani. Kama wewe unautafuta wokovu, nipungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kuomba kwa ajili yako, mtu wa Mungu. Kama ni kusudio lako, unaweza kupiga hatua tu. Unaweza kupiga hatua, mtu wa Mungu. Unaweza kusogea tu maeneo haya. Tunahitaji kuomba baraka za Mungu. Tunahitaji sasa, watu wa Mungu, kujiweka mikononi mwa Mungu. Tuko siku za hatari. Sisi tuko kwenye utawala wa 4. Tena huu utawala unaenda kufunga historia yake. Na tunaeleza ya kwamba huu utawala hautaangushwa na Marekani. Huu utawala hautaangushwa na taifa lolote. Ila huu utawala ni Yesu mwenyewe anakuja kuangusha. Maana utakuwa umekamata serikali zote za dunia kuwa na dini moja, kuwa na serikali moja. Haya, kama ni ombi lako, mtu wa Mungu, piga hatua.
piga tu hatua. Mungu akubariki sana. Najua Mungu anasoma nia yako, na kama ni kusudio lako, basi hebu tuungane katika ombi hili na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru katika usiku huu wa leo ambao umeruhusu ya kwamba ujumbe huu uhubiriwe katika viwanja hivi. Watoto wako wakiwa wametoka majumbani na kuja kusikiliza, wengine wakiwa katika biashara zao, wameweza kuelewa sasa tunaishi wakati gani na ni nani ambaye ameingiza mafundisho ya uongo katika dini ya Kikristo. Tunaomba Mungu wetu, endelea kutusimamisha kuwa Wakristo wa kweli, maana kwa kweli kuna Wakristo au kuna Ukristo wa uongo na Ukristo wa kweli. Tusimamishe katika Ukristo wa kweli ambalo ndilo kanisa lako. Watoto wako ambao wamesikia ukweli, watie nguvu, uwabariki wao na familia zao wanapochagua kufuata ukweli. Haijalishi ni wachache, haijalishi ni wengi, maadamu ni ukweli, watie nguvu kuusimamia. Na usiku huu wa leo, Mungu wetu, tunaendelea kuomba amani yako ikaendelee kutawala katika mioyo yetu. Usiku huu wa leo, Mungu wetu, tunaomba amani yako ikaendelee kutawala katika taifa letu la Tanzania, tukiwaombea viongozi ambao umewaweka katika mamlaka, umeruhusu wawepo katika wakati huu. Mungu wetu, tunawaombea kwamba uwapatie afya njema, lakini zaidi sana uwapatie hekima itokayo juu mbinguni, na wao wanapoisikia injili inayookoa, maana na wewe unapenda ya kwamba na wao waokolewe. Wasaidie ya kwamba wawe wanyenyekevu, waisikie injili na waitii, na wawe mashahidi wako wakikuhubiri na kutangaza wewe. Mungu wetu, asante Mungu wetu kwa sababu wewe watosha. Endelea kututia nguvu, na sasa tunapofunga, Mungu wetu, uturudishe tena hapo kesho, ukaendelea kutubariki katika jina la Kristo aliye Mwokozi wa maisha yetu, na wote na tuseme amina. Mungu nawabariki sana. Mungu nawabariki sana watu wa Mungu. Mungu nawabariki sana watu wa Mungu, na Mungu aendelee kuatia nguvu katika mikutano hii. Ni mikutano yenye baraka. Ikiwa utakuwa na swali, wala ambao unatufuatia kwa njia ya mtandao, andika katika eneo la comment, andika swali lako na sisi tutakujibu. Lakini wewe unayefuatilia katika viwanja hivi, mtu wa Mungu, andika namba hii ya simu, andika namba hii ya simu, kwa sababu majira yamesonga, tungekupa maiki, lakini andika namba ya simu 07 52 92 55 92. Andika tena 07 52 92 55 92. Mtumishi Paulo Komesha, namba yangu hapo. Mtu wa Mungu, wewe niulize, andika, piga simu, tuma ujumbe, nami nitakujibu au tutakujibu kwa mujibu wa neno la Mungu, kukusaidia ufike katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Mungu nakubariki sana mtu wa Mungu. Kwa hali halisi, kwa